siku ya leo mchezo wa dabi ya Kariakoo Yanga dhidi ya Simba ambapo natarajiwa kuja kuchezwa majira ya saa 1 kamili za usiku, na baadaye sitofahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba hawatafika katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa katika mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara kutokana na kile ambacho kilitokea siku ya jana. Mbele yangu hapa nipo na shabiki wa Simba ambaye amefika katika uwanja huu. Obani, habari yako? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama kabisa, na leo kabisa ni siku njema, siku ya kina mama duniani. Kwa heshima yako kwanza. Nashukuru. Bwana, kiufupi hivyo bwana, tulikuwa tuna matamanio makubwa sana kuiona mechi ya leo, lakini ndio hivyo mambo yametokea, sintofahamu mpaka sasa hivi mchezo haujaisha. Ila kwa upande wa Simba Sports Club tunaweza kusema sisi kama Simba Sports Club tumechoshwa na vitendo tunavyozidi kufanyiwa kila kukicha ndani ya ligi ya NBC. Kwa sisi kama Simba Sports Club hatutoweza kushiriki katika mchezo wa leo ambao tayari kufanyika tarehe 8 mwezi wa 9. Sisi kama Simba Sports Club hatushiriki mchezo huo. Kanuni zinasema timu husika ikifika, nyingine isipofika, basi mtapokonywa alama 3 muhimu. Kwa vitendo vingi sana ambavyo tumefanyiwa, vingi vya hovyo, vingi ambavyo vinaendelea ndani ya ligi ya NBC, tuko lazi kupokea mashtaka ya aina yoyote ile, ila sisi mpaka hatima yetu ya sisi kuzuiliwa kuingia kufanya mazoezi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ipatikane. Tuko lazi kupokea mashtaka ya aina yoyote ile, ila mpaka tupate hatima ya nini ya kwa nini Simba Sports Club azuiliwe kwenda kufanya mazoezi ndani ya Benjamin Mkapa. Tuko lazi kwa mashtaka ya aina yoyote ile. Sasa nasema Simba ndio wakati wenu hivi sasa kuonyesha ukubwa wenu, muingize tu timu uwanjani. Hatuwezi kuingiza timu uwanjani. Tukiingiza timu uwanjani, matatizo madogo yanayotokea ndani ya ligi yetu hayatakuja kuimarika, kwa sababu usitegemee kwamba madhaifu yanayokuja kutoka kwenye ligi yetu kwamba Mashujaa atakuja kuyatetea. Mashujaa hana ubavu wa kuja kutetea masuala magumu kama haya endapo kama Simba Sports Club wameakalia kimya. Ndio maana Simba Sports Club ameambada yeye na wewe vitu kuchoshwa na matendo yanayofanyika ndani ya ligi yetu, akaona na yeye mpaka amemkuta hasa amefika stage yamemoverdose, na yeye kama amesema kwa vitendo ambavyo vinaendelea na anavyozidi kufanyiwa hayuko lazi tena kushiriki mechi ya aina yote ile ya ligi ya NBC mpaka hatima ile ipatikane. Wanasema mnaogopa Yanga kiasi hicho. Wao watakavyosikia kuzungumza wazungumze, lakini kama kweli wao wana imani sisi tunaogopa, kwa nini wasingeturuhusu kuingia kukagua uwanja na kufanya mazoezi ya mwisho kama mimi ndo mgeni wa mchezo huu? Kama kweli mimi nilikuwa ni muoga na waogopa wao, kwa nini wao waoneshe nidhamu ya oga, waanze kukagua idadi ya magari yangu? Wanajua idadi ya magari ya Simba Sports Club, kwamba Simba basi liingie lisiingie, wanajua idadi ya magari yangu. Kama Elimu Panzu kaja na gari yake utamzuia kuingia? Ni mchezaji wa Simba Sports Club. Kwa vitendo hivi vinavyoendelea, hii ligi sasa wanataka kuigeuza hiyo GSM Premier League. Sasa Simba kama Simba tumechoshwa na vitendo hivi, na ni waombe tu mashabiki ambao wametoka mbali wawe na subira. Kuna muda ukitaka kutengeneza misingi iliyo bora lazima watu wapate hasara kama hizi. Kwa upande wa Simba Sports Club nikiwa kama shabiki ni waombe tu mashabiki wenzangu tuwe na uvumilivu. Najua tumepata hasara, mashabiki wengi wengine kutoka mikoani, wengine nje ya nchi. Tumefika hapa kwa niaba ya kuchungulia mchezo leo, lakini imeshindikana. Hatuna namna. Kwa upande wa Simba Sports Club sisi tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea. Sisi kama Simba hatuchezi wala hatushiriki mechi ya aina yoyote ile ya NBC mpaka hatima ya hili sisi kuzuiliwa. Swali zuri sana, swali kanuni tuliyotumia, tumezingatia ile sheria ambayo inasema mgeni wa mchezo inabidi atumie uwanja siku moja kabla ya mchezo. Ndio baada ya sisi kuingia kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo tumezuiliwa, basi na sisi hatuwezi kucheza sababu hatujafanya mazoezi. Kipengele cha kususia mchezo hakipo, lakini tumesusia mchezo kwa sababu tumefanyiwa vitendo ambavyo sio vya kiungwana. Hatujatumia kanuni ya aina yoyote ya kutoingiza timu uwanjani, ila tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea ndani ya ligi ya NBC. Nisikilize na kuuliza, tunaje kutumia kama tunajiaminisha vipi kuingia, yani tunajiaminisha vipi kuja kucheza ingali jana ametoka? Tunajuaje? Yani tunajiaminisha vipi juu ya uwanja wote tujakagua kanuni? Sikilize, kama kanuni wao wangezingatia, kwa nini sisi tuzuie? Kama wao walikuwa wanaheshimu kanuni, kwa nini tuzuie kuingia? Tunajiaminisha vipi? Nisikilize, tunajiaminisha vipi? Mwani mjibu hapa. Nisikilize, tunajiaminisha vipi kuingia kwenye uwanja ingali bado hatujakagua? Kama Simba sisi ngoja wenyeji tumsaidie hilo, ndio nafasi ngoja tumsaidie wenyeji.
nisikilize. Mnakuja kukagua uwanja au kufanya mazoezi? Bora uje kufanya mazoezi na ndio kukagua moja kwa moja. Kukagua uwanja mimi naitoa wapi? Ngoja tumsaidie uwanja kama uko kule, yani kama haustahili kutumika mechi na unaweza mlisho vipi kwenye timu. Lazima tukague uwanja kama mgeni, nikague uwanja nijiridhishe uko sahihi, ndipo niingie kucheza. Hatujafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja husika. Ndicho kitendo ambacho kimezoea sisi Simba Sports tuliingiza timu uwanjani, na sio kuingiza tu leo. Hatuchezi mechi yoyote ya NBC Premier League mpaka timu ipatikane. Tumechoshwa na vitendo vinavyoendelea ndani ya ligi hii. Tumecheza mechi na Tabora, uwanja uko sahihi. Yanga amekucheza na ndio uwanja uko sahihi, wamemisha. Wala uwanja umepambwa ile Simba kwenda. Tunahitaji mabaya yote ambayo yanafanyika ndani ya ligi ya NBC yajifichuliwe, yaweke wazi misingi iende vile ambavyo ligi inatakiwa. Kama udhamini wa vilabu vingi nisikilize, kuna muda ukitaka kutengeneza jambo jema usikitike mtani iko hivi. Nisikilize na kurudisha nyuma kidogo. Ukitoa mechi ambayo ameshinda Ramadhani Kayoko, ukitoa mechi ambayo Ramadhani Kayoko ndio mshindi, niambie mechi nyingine ipi ambayo wewe umeshinda? Tano moja gani jamani? Tano moja na ubaya bora tumeweka lini? Tano moja tunachokipanga ni ubaya bora kuiweka mambo yaende sawa vile ambavyo tunapangia. Ndugu waandishi, wewe msaidie. Unajua sisi tunasema hii dabi haina kipengele wamekileta wenyewe. Wao walikuja kufanya mazoezi. Swali tunaowauliza, walikidhi vigezo pale jana vya kufanya mazoezi? Kwa sababu unaweza ukawa na haki, lakini umekidhi vigezo. Kigezo nambari 1 umezingatia muda sahihi. Kigezo nambari 2 idadi ya watu waliokuja nao inastahili wote kuingia ndani ya Benjamin Mkapa. Ukisoma barua yao vizuri, wanasema moja kwa moja kwamba meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa amezuia msafara wa Simba. Meneja wa uwanja huu ni Simba au ni Yanga? Meneja wa uwanja amewekwa kisheria hapa, amewazuia kwa sababu walikosa vigezo. Sasa sisi tunawaambia kosa moja alihalalishi kosa lingine. Wao tayari wameshazuiliwa. Je, wanatumia kanuni ipi sasa kudhihirisha kwamba watagoma kuja kucheza mchezo wa leo? Wanakosa kanuni, wanatumia maneno. Matokeo yake ni nini? Endapo meneja atakutwa na hatia kwamba alifanya makosa, atapiga faini. Endapo mabounsa weka nje ya uwanja watakutwa na hatia, watapiga faini. Wao wakikutwa na hatia ya kugombea mchezo wa leo, watakuwa unajua mtani. Hasa nakuuliza swali moja. Hiyo sababu ambayo ingine kumkosa meneja wa uwanja au mabounsa wa Yanga, mimi ishani hapo labda nishakosa pointi 3 na thamani gani kwangu? Unakosa pointi 3 kivipi? Nimesemea tu bwana. Ingetokea hizo sababu ziende kupata meneja wa uwanja apate adhabu, Simba bounsa wa Yanga apate adhabu. Wakati huo mimi pointi 3 nishadondoka. Na ile ni kama wale wanafanya Simba anafanya utoto. Yaani ni sawa na mwanafunzi kesho mtihani wa NECTA, leo hajasoma anakataa kufanya mtihani wa NECTA. Wewe umepewa siku ngapi na bodi ya ligi ujiandae dhidi ya mechi hii leo? Umepewa siku ngapi mimi na wewe? Umefanya mazoezi katika siku ya jana tu unagomea mchezo. Hivi wajua hasara kiasi gani umelisababishia taifa? Taifa leo ilikuwa inapata mapato kupitia vati mbalimbali zinazopatikana na viingilio vya mashabiki. Watu walikuwa wameshafanya booking, wamepata vibali vya kuuza chakula vinywaji huko. Watu wengine wanatoka mbali, Mwanza zaidi ya masaa 15 hapo kwenye pesa. Watu wamekodi vitu mbalimbali. Wewe Simba una timu kubwa, una kikosi kipana, mishahara mizuri, unagomeaje mechi? Hiyo mbona naongea kitu kimoja? Kuna kitu kimoja naweza nikawaelewa mashabiki wa Simba. Hivi ukiangalia mtu kama Aziz Ki, ule mguu wake wa kushoto, ukiufikiria tu mwenye kichwani, lazima utumie huu totoro. Mara 4 mfululizo umekandwa hapa, marefa wote wanaotaka mpaka Alajiga alikuwepo kwenye tano moja. Ukifikiria hiyo kitu, lazima ukubali. Usipoteze. Lazima ukubali hivi. Ushawahi ushawahi kukimbia hapa kisa masafa. Nilitumia kanuni kutoka saa 11 na mimi nimetumia kanuni. Ngoja nitumie kanuni hiyo unatumia kuzuiliwa kutoingia kufanya mazoezi siku moja kabla ya kutumia. Takuonea mechi ndio. Hawana hoja. Mazoezi ya jana yalikuwa jana muhimu. Sasa kama yana umuhimu na mimi sijapinga wewe kufanya mazoezi. Sikiliza. Sababu yale mazoezi ni ya muhimu kwa sababu ile ni kanuni ya FIFA. Amenyima na nani kuingia huko? Hiyo alituhusu. Ile ni muhimu kwamba mazoezi yale ni ya muhimu kwamba Simba afanye nini? Ulipiga
Sasa vigezo, kwani vigezo nini? Kwa sababu